tuangazie sifa za wahusika katika sura ya 3 ya Nguvu za Jadi kama zinavyojadiliwa. Tunaanza na mhusika wetu mkuu ambaye ni Mangwasha. Mhusika mkuu ambaye ni Mangwasha, baadhi ya sifa zake ni kwamba tunamwona akiwa mvumilivu, na uvumilivu wake unajitokeza katika sura nzima tunapoangazia jinsi ambavyo anavyozidi na kuendelea kuvumilia hali ngumu za maisha bila kulalamika sana, ya kwamba amejifunga kibwembwe kuhakikisha kwamba watoto wake wako sawa, wanasoma. Angali bado anajikaza kisabuni kuhakikisha kwamba Sayore na Kajewa wala wanywa, wana mavazi na sare za shule na wanaenda shule, hadi anawanunulia mikoba ya shule pale ambapo inapobidi. Ni mchapakazi, kwamba anaendelea kufanya kazi kwa bidii ili kuboresha maisha yake, na hilo ni swala ambalo tunaweza kuliona katika sura ya 3. Ni mwenye matumaini, kwamba hakatishwi tamaa na changamoto anazokutana nazo katika sura hii ya 3. Ni mwenye matumaini. Aidha, tunaona kwamba ni mwenye maadili mema, kwamba anakataa kujiingiza katika vitendo viovu kama vile wizi na dia zingine za mkato ambazo zingemsaidia katika kujikimu kimaisha. Anataka atumie njia ya haki, afanye kazi kwa mikono yake, aweze kujikimu kimaisha, na vile vile aweze kuwasaidia watoto wake. Mtemile Suria, kuna mchango zaidi? Nimesema kwamba Mangwasha ni mwenye maadili mema, kwamba anakataa kujiingiza katika vitendo viovu. Nimesema kama vile wizi, nimesema vingine kama vile kujihusisha na mahusiano ya kimapenzi yasiyofaa na Sagiru. Kwa mara zaidi ya moja tumemwona Sagiru akiweza akimwandama huku akijaribu kumwonyesha kwamba ana pesa na kwamba anaweza kumbadilishia hali yake ya maisha. Hata hivyo, mwanamke huyu ni mwenye msimamo ambayo hawezi kutatarishwa. Kwa hivyo hata unaweza kuongeza pale ukasema kwamba ni mwenye msimamo dhabiti. Ni mwenye msimamo dhabiti, kwamba Mangwasha ni mwenye msimamo dhabiti, kwamba anakataa ushawishi wa Sagiru. Tunaweza kusema kwamba ni mwenye msimamo dhabiti, kwamba anakataa ushawishi wa Sagiru. Mtemile Suria katika sura hii ya 3 tunaona kwamba ni mbaguzi, anapendelea jamii ya Wakule kuliko Waketwa, na hao ndio wanaoajiri kazini, hao ndio wanawapa kazi. Vijana wa Wakule wa kabila lake ndio ambao wanaoajiriwa katika wanajeshi wa nchi, na hiyo inatuambia kwamba vilevile ni mkabila, kwamba anaweza kuhujumu watu wasio wa kabila lake, hasa vijana wa Waketwa, kwa kutowaajiri na kuwapa nafasi za kutumikia taifa katika jeshi la taifa, kwa kuwabagua. Ni mwenye upendeleo, anatoa nafasi za kazi kwa kujuana, wala sio kwa kuhitimu. Ni dhalimu, ni kiongozi dhalimu, kwamba hatoi haki sawa kwa raia wote, anawapendelea wale wa kabila lake, asiyejali wananchi, ama tuseme kwamba ni mwenye mapuuza, kwamba
anapuuza malalamiko ya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Anapuuza malalamiko ya ukosefu wa ajira kwa vijana, miongoni mwa vijana. Sema kwamba miongoni mwa vijana ni mwenye taasubi ya kiume. Sema kwamba ni mwenye taasubi ya kiume, kwamba utawala wake unawafuta wanawake kazi ambao wameolewa na waketwa. Anawafuta kazi wanawake waketwa ambao wameolewa na wakule, anapogundua kwamba wanawake hao sio wakule. Mwenye taasubi ya kiume. Waketwa ni wachapakazi, wanafanya kazi mbalimbali kwa bidii kubwa. Vilevile tunaambiwa kwamba waketwa ni wavumilivu, wanavumilia dharau na chuki kutoka kwa wakule. Jingine ni kwamba waketwa ni wenye maendeleo, wanafanikiwa kiuchumi kupitia juhudi zao, ni wenye ustadi, kwamba wanafanya kazi kwa ufanisi mkubwa kama vile useremala na kazi zingine zote ambazo zilizoorodheshwa kwenye sura ile ya 3. Ni wenye mshikamano, wanaonekana kushirikiana katika kila swala na katika kila jambo ambalo wanalolifanya. Waketwa kama wahusika kwenye sura ya 3 ni wenye bidii, kwamba bidii yao inadhihirika pale ambapo wanapofanya kazi na kuweza kumiliki mali na utajiri mkubwa kutokana na bidii zao ama kutokana na bidii yao. Tuangazie wakule kama wahusika, kwamba wakule ni wenye wivu, wanachukia mafanikio ya waketwa. Pili ni kwamba ni wabaguzi, wanajiona bora kuliko jamii nyingine. Ni wenye kiburi, wanadharau wengine kwa misingi ya kijamii. Tunaona kwamba wakule ni wenye mapendeleo, wanajipendelea katika ajira za kazi na fursa, kwenye ajira na fursa. Tunaona kwamba ni wasio na haki, kwamba wanachangia mfumo usio wa haki kwa wengine. Wasio na haki, kwamba walihusika kuchangia mfumo usio na haki kwa wengine, Tuangazie vijana katika jamii hii, sifa za vijana katika jamii hii. Vijana ambao tumekutana na wao katika sura ya 3, tunawaona kama waliokata tamaa. Vijana ni waliokata tamaa, kwamba wanapoteza matumaini kutokana na ukosefu wa ajira, kwamba wanapoteza matumaini kutokana na ukosefu wa ajira. Pili, tunaona kwamba ni wapotevu. Baadhi yao wanajiingiza katika uhalifu kama vile wizi, kama vile Mangwasha anavyotueleza kule mbele, kwamba vijana hawa ni wazembe, wanapoteza muda mitaani bila shughuli maalum za maana, Vilevile tunaambiwa kwamba vijana hawa ni wenye hasira, kwamba wanakerwa na hali ya maisha na ukosefu wa fursa, Jingine ni kwamba ni wasiokuwa na mwelekeo,